Kutokana na kuongezeka kwa athari za mabadiliko ya tabia nchi, Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI kupitia Kituo cha Utafiti wa TARI Ilonga imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kuhakikisha sekta ya kilimo inaendana na mazingira ya sasa. Katika jitihada hizo, TARI Ilonga imetoa mafunzo maalum kuhusu teknolojia zinazohimili mabadiliko ya tabia nchi kwa maafisa ugani 45 kutoka halmashauri za wilaya ya Kilosa na Bahi. Maafisa ugani hao wakiwemo 12 kutoka Bahi na 33 kutoka Kilosa walipata fursa ya kutembelea kituo hicho cha utafiti na kujionea kwa vitendo teknolojia mbalimbali za kilimo zinazosaidia kuongeza uzalishaji huku zikikabiliana na changamoto za tabia nchi. Akizungumza wakati wa ziara hiyo ya mafunzo, Kaimu mkurugenzi wa Kituo cha Utafiti TARI Ilonga, ndugu Muja Mambaga Susan, amesema teknolojia hizo zina mchango mkubwa katika kuwasaidia wakulima kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza tija katika uzalishaji wa mazao. Naitwa Mambaga Muja Susan, kaimu mkurugenzi wa Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, Kituo cha TARI Ilonga. Leo ni siku muhimu sana. Kituoni kwetu tumetembelewa na maafisa ugani kutoka wilaya Bahi, kutoka wilaya Kilosa. Wamekuja kujifunza teknolojia mbalimbali ambazo tunazifanya na utafiti ambao tunafanya kwenye kituo chetu cha Ilonga. Na hapa unapoona leo wamekuja kuangalia teknolojia ambazo zinastahimili ukame. Kama unavyoona kuna mazao ambao ni cover crops ambao yanaongeza rutuba kwenye ardhi, kama mikunde, mbazi yanafanya nitrogen fixation. Watajifunza teknolojia za matuta ili kuhifadhi maji. Watajifunza teknolojia mbalimbali ambazo zinasaidia kuhimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo wakulima wamekuja kujifunza kwenye taasisi, kwa sababu taasisi ya utafiti ndio jikoni, ndio sehemu ambayo matatizo mengi ya wakulima yanatatuliwa kwa njia za kisayansi na kwa njia za utafiti. Kwa hiyo leo wametutembelea na watajifunza teknolojia nyingi ili wakizipata zile teknolojia waweze kuzirudisha kwa wakulima na waweze kupata tija kama kwa mkulima moja na kwa taifa kwa ujumla. Kwa hiyo siku ya leo ni siku muhimu sana, wameongoza na watu wengi, kwa tuna ugeni. Hapa ni maafisa ugani karibia 50. Kwa hiyo wametoka kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunategemea wakitoka hapa baada ya kuchukua teknolojia zetu na kujifunza kile tunachokifanya kama taasisi ya utafiti, watarudi kwa wakulima na kuweza kuiweka hiyo taaluma walioipata hapa ili wakulima wetu waweze kupata tija na taifa lipate tija kwa ujumla. Kwa upande wake, mratibu wa mafunzo kutoka Wizara ya Kilimo kupitia idara ya uhaulishaji teknolojia amesema mafunzo hayo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha maarifa ya teknolojia za kisasa yanawafikia wakulima kupitia maafisa ugani waliopo karibu nao. Asante. Kwa majina ninaitwa Mugisha Fulgens, ni afisa kutoka Wizara ya Kilimo, idara ya maendeleo ya mazao, sehemu ya huduma za ugani. Lakini pia ni mratibu kwenye mafunzo haya ambayo yamelenga kwenye kuwapa elimu maafisa ugani wetu nchi nzima, lakini kwa tulionao leo ni wa maafisa ugani ambao wanatoka halmashauri ya Bahi pamoja na Kilosa. Tumekuwa na mafunzo haya tangu Jumatatu ambayo ilikuwa tarehe 25 na leo ni siku ya mwisho kwa hii bachi ya pili. Manake tulikuwa na bachi iliyopita, wiki iliyopita iliyoanza tarehe 18 mpaka ikaja kuishia tarehe 22. Sasa hawa walianza Jumatatu ya tarehe 25 mpaka leo 29. Na masomo au mafunzo aliyojikita zaidi ni kwenye upande wa kujifunza climate smart agriculture and horticulture. Tunaamini kwamba wanapotoka hapa wanaenda kuwafundisha wakulima wao kulingana na mabadiliko tulionayo sasa hivi. Kuna mabadiliko ya hali ya hewa, mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo lazima tuendane na hali yenyewe isije ikatuathiri kwenye uzalishaji. Tuendelee kwenye uzalishaji lakini tuongeze tija pia. Kwa hiyo kuna teknolojia mbalimbali ambazo wamejifunza. Na leo tumeona sasa katika sehemu ya mafunzo yao, kwa sababu kuna masuala ya practical, tukaona sasa waje hata hapa TARI ambapo ni taasisi ya utafiti waweze kujifunza mengi ambayo yanafanyika hapa pia. Kwa hapo wameweza kuona mambo ya mbegu mbalimbali ambazo zinafanywa utafiti, na istoshe tulikuwa tukiwasisitiza wanatakiwa kutambua wanapokutana na changamoto huko kwenye maeneo yao ya kazi, wao wanajua namna ya kuzitatua. Kwa upande wa mbegu, labda pengine kukuta kuna mbegu ambazo
zinakuwa na mkanganyiko, hazifanyi vizuri kwenye mashambani kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa tunaamini wakiwa na wamejilinki na watu wa TARI, manake watakuwa na mawasiliano ya karibu ili waweze kupata msaada. Kama kuna changamoto kule, wanaweza wakawasiliana nao direct na kuweza kujua changamoto imeanzia wapi na waweze kuwasaidia wakulima. Kwa hiyo leo tuko nao hapo, wameweza kujifunza mambo mengi. Kuna mbegu nyingi sana na teknolojia mbalimbali ambazo zinatumika hapa TARI. Kwa tunaamini haya ambayo wameyaona hivi leo yataenda kuwasaidia na wataweza kuwasaidia wakulima pia. Nao baadhi ya maafisa kilimo walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kuwa maarifa waliopata yatawasaidia kutoa elimu bora zaidi kwa wakulima kuhusu matumizi ya teknolojia zinazohimili mabadiliko ya tabia nchi. Kwa majina naitwa Koreta Rafaeli Kiwenge, ni afisa kilimo, natokea mkoa wa Dodoma, wilaya ya Bahi, kata ya Msisi. Lakini leo tuko hapa chuo cha kilimo Ilonga kwa ajili ya mafunzo ya masuala mazima ya climate smart agriculture au horticulture, ambapo mambo ambayo tumejifunza ni kutokana na hali ya hewa ambayo iko kwa sasa juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Elimu ambayo tulioipata au teknolojia ambazo tumezipata kupitia Mati Ilonga wakishirikiana na taasisi, tumeweza kupata mafunzo kwa maneno ambao ni kwa darasani, lakini pia tumekuja kwenye vitendo kwenye taasisi ya TARI hapa Ilonga. Tumeweza kujionea teknolojia mbalimbali ambazo tulijifunza tukiwa darasani, lakini pia leo tumekuja kujifunza kwa vitendo tukiwa hapa TARI, ambapo tumeona masuala mazima ya mazao cover crop, ambao ni mazao ambayo yanatumika kwa ajili kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi, itasaidia katika uzalishaji wa mazao ambayo tutavuna kwa tija. Lakini pia tumeona juu ya masuala mazima ya matumizi ya mbegu bora. Tumeweza kuona basic seed pamoja na pre-basic seed katika shamba. Lakini pia kwa nafasi ya pekee ninaweza kwa niaba ya halmashauri ya wilaya ya Bahi, tukiwa na maafisa kilimo wenzangu 11 na mimi nikiwa ni wa 12, tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa Wizara ya Kilimo ambao wametupa mafunzo kwa muda wa siku 5 darasani, lakini pia na siku ya leo ambao tuko kwenye vitendo kwa ujumla. Shukrani zangu za dhati ziende kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia kwa wizara na pia kwa halmashauri ya wilaya ya Bahi, na niahidi kwamba mafunzo ambayo tumeyapokea kwa muda wa siku 5, basi na sisi ni wajibu wetu wa kwenda kuyafanyia kazi, kwa maana kuyafikisha kwa wakulima wetu kule tunapoishi katika jamii zetu. Asante. Naam, jina langu ni Fred Mohamed Mbugi, ni afisa kilimo kutoka wilaya ya Kilosa, kata ya Muhenda, kijiji cha Ilakala. Kwa muda wa siku 5 tulikuwa kwenye semina hapo Mati Ilonga. Semina ilikuwa inahusiana na climate smart agriculture pamoja na climate smart horticulture. Kwa muda wa siku 5 tumeweza kujifunza teknolojia ambazo zitakwenda kukaribiana na mabadiliko mazima hali ya hewa, ili kuweza kuwasaidia wakulima wetu kutakao kwenda kuwaongezea teknolojia ile ambayo itawasaidia wao kulima kilimo chenye tija kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanatokea, ambayo ni mojawapo ya kupungua kwa mvua au kuongezeka kwa jua. Kwa hiyo tumejifunza katika hizi siku 5 zile practices zote ambazo zinaweza kuwasaidia wakulima kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa siku ya leo tulikuwa hapa TARI Ilonga ambao tumeweza kujifunza teknolojia, lakini pia tumekutana na varieties mbalimbali ambazo wanazifanyia utafiti na kuzizalisha. Mfano sasa wamechukua zile varieties za loko ambazo wamechukua kwa wananchi, varieties za kawaida kabisa ambazo wanakwenda kuzifanyia utafiti na kuziboresha ili wapate mbegu bora ambazo zitaendana na hali ya mabadiliko ya tabia nchi, ambazo zitawasaidia wakulima ili waweze kuendana na hali hii, ili hata wakilima wapate kilimo chenye tija na wapate mazao kulingana na mabadiliko ya hali ya hewa. Shukrani zangu za dhati zinaenda kwa Wizara ya Kilimo kwa kutupatia mafunzo haya na kutuongezea ujuzi, ambao ujuzi huu tutaenda kuwasaidia wakulima wetu ili na wao wapate kujifunza, lakini waweze kuzalisha kilimo chenye tija ambacho kinaendana na mabadiliko ya hali ya nchi, lakini kilimo ambacho kitatunza mazingira. Asante. Elimu hii nitaenda kuisambaza kwa wakulima wangu huko kwa njia mbalimbali, ikiwemo mashamba darasa, kutokana na mashamba darasa ambayo kupitia mashamba hayo
wakulima watajifunza zile climate smart practices, lakini pia kupitia mashamba ya mfano, lakini pia kwa kuwatembelea mkulima mmoja mmoja mashambani kwao na kuwafundisha. Lakini pia kutakuwa na groups za wakulima ambao watakuwa na vikundi mbalimbali ambao watalima kwa kutumia practices zile ambazo zinaendana na mabadiliko ya tabia nchi, kuhakikisha wanalima kilimo chenye tija na kilimo ambacho kinaweza kuwaletea mavuno makubwa. Mbali na mafunzo hayo, washiriki walipata pia nafasi ya kutembelea shughuli mbalimbali za utafiti zinazoendelea katika kituo cha TARI Ilonga, jambo lililowapa fursa ya kujifunza zaidi na kubadilishana uzoefu kwa lengo la kuimarisha maendeleo ya kilimo nchini.